kama Basketball Dar es Salaam tumejipanga vyema. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua iliyofikia, kwa sababu tumetoka mbali, ukizingatia mchakato wetu wote wa kuanza D-League ulianza na timu 30 hapo awali, kabla ya kubaki timu 20 ambazo zinashiriki kwenye ligi. Kwa zilianza timu 30, lakini kwenye mchakato wa kuchuja kuzipata timu ambazo zina vigezo vinavyotumika kupata timu 20, zikapatikana timu 20 na hatimaye zikaanza ligi. Ilikuwa ni jambo zuri sana. Timu zilikuwa zina upinzani, zilikuwa makundi mawili, lakini alikuwa yana upinzani mkubwa sana, hadi hatimaye sasa hivi tumefika hatua, regular season imeisha, tukaenda hatua ya robo finali, nusu finali, ambayo ikitokea timu ya KR1 yenyewe ilimaliza regular season bila kufungwa, robo finali bila kufungwa, lakini hatimaye nusu finali ikakubali kupoteza michezo miwili dhidi ya Mlimani. Kwa hiyo imekuwa D-League yenye upinzani mkubwa, hakuna timu ambayo ilifika bila kumaliza ligi, yaani kumaliza ligi bila kufungwa. Sasa hatua tuliofikia ni hatua muhimu sana ya nusu finali na hizi hatua za mshindi wa tatu. Kwa hizi timu ambazo zilizofika finali, kimahesabu ya rahisi kwenye kanuni zetu za ligi zinaonyesha tayari zisha qualify kuingia kucheza ligi ya msimu BDL ya msimu wa 26. Kwa hiyo pongezi kwao, ila kimbembe bado kinabaki kutafuta timu moja ya kuungana na hizi timu mbili, ya Ukonga Kings kuungana na pia na Mlimani BC kuunda, ambao mpambano utakuwa ni mkali kati ya Magone na KR1. Ila pia pongezi zingine ziende kwa Ukonga, kwa sababu imekuwa muda mrefu sana kwa upande wa ukanda wa Ukonga kukosa timu ya kushiriki BDL. Toka Ukonga yenyewe, Ukonga Kings ishuke, Air Wing, sijui Ukonga Warriors, Magereza, toka miaka hiyo kwa hakuna tena timu ambazo zinatoka ukanda wa Ukonga. Kwa hiyo sasa hivi wamerudisha tena timu, kwa nadhani kwa Jumamosi na Jumapili upande wa Ukonga watakuja wengi kwa kusupport timu yao. Kumekuwa kuna trendi ambayo kila mwaka, kila msimu ambao ligi D-League ikichezwa, msimu unaofuata timu zilizopanda daraja, lazima timu kati ya zile tatu zilizopanda daraja huaga mojawapo lazima ishuke daraja. Lakini kwa ushindano wa mwaka huu sijui itatokea tena hivyo, au kwa kuwa ushindano wa mwaka huu umekuwa mkubwa zaidi, timu zote zitaendelea kubaki. Kwa hiyo timu zijipange, BDL si rahisi kiasi hicho, kwa wakifika kwenye BDL wasiendeleze ile trending ya kupanda na kushuka, yaani unapanda haujamaliza msimu unashuka tena. Kwa hiyo hiyo twende kwenye mchakato wa zawadi. Kwenye mchakato wa zawadi nitazungumzia sana kwenye mchakato wa zawadi binafsi. Mchakato wa zawadi binafsi, zawadi zingine, kategori zingine zote kama best scorer, best three pointer, rebounder, hizi zote ziko wazi kwa sababu kutokana na mtu aliyeongoza tu kwenye hizo kategori, yeye anakuwa ni mshindi wa moja kwa moja. Ila kwenye kategori ya MVP kwa sasa hivi tuna MVP wa regular season, tutatumia kigezo ambacho kwamba kumpata MVP ambaye ameongoza, yani ameapia kwenye kategori zote, performance yake kwenye stats kwenye kategori zote, sio kwenye score peke yake, yani kwenye kategori zote, yani ameapia kwenye rebound, assist, steal, ana 3 point score za kawaida. Kwa hiyo ndo mchakato wetu utakuwa ni wawazi kwenye upande wa swala la MVP, na hivyo ndio vitakuwa vigezo vyetu vikubwa sana kwenye kuchagua MVP wa season. Asanteni sana. Mimi naitwa Hasani Sakara Maximo. Awali ya yote nimshukuru sana Mungu kwa kuweza kutufikisha siku ya leo salama tukiwa wazima, na tumekutana tena mahali hapa tukiwa salama. Ni washukuru pia waandishi wa habari kwa kuweza kufika. Imekuwa ni jambo kubwa sana na tuko bega kwa bega. Hii nafikiri ni press ya pili. Kwa hiyo tuendelee kushikana na hivi. Kesho tukiitana kuna jambo basi tuweze kutokea. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa niaba ya Stein Media. Leo sitakuwa mzungumzaji sana kwa sababu nafikiri press ya kwanza ile niliweza kuzungumza vitu vingi sana ambavyo viliweka wazi au kuifungua ligi, kila mtu kujua kwa nini Stein amewiwa
kuparticipate kuwa kama main partners wa D-League Division 1 kwa mwaka huu. Leo tutazungumza vichache kwa sababu kiukweli kabisa nafikiri kila kitu kimejionyesha. D-League for the first time ever nafikiri imekuwa maarufu sana na imeenda viral. Hii ni kwa sababu ilikuwa inaonekana moja kwa moja. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.